Mpenzi mtazamaji ambaye ni mheshimiwa haswa katika mtandao wetu wa Mkenya TV, naomba nikusalimie hujambo na tumai umzima ubuheri wa afya. Nami penye nipo kukwema. Karibu katika uchanganuzi wa siasa ili nikueleze vile mambo yalivyo, kisha baadaye nitakuwa nachanganua moja kwa moja. Ukistaajabu ya Musa utayashuhudia ama utayaona ya Firauni. Ni kipi hiki ambacho najaribu kuzungumzia? Katika sekta ya siasa tumeanza kushuhudia mabadiliko makubwa baada ya aliyekuwa kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga kuaga dunia. Sasa gavana wa kaunti ya Homa Bay Gladys Wanga ameweza kuonyeshwa mwongo haswa kupitia familia ya Raila Odinga. Ni kipi hiki ambacho kinaendelea? Kabla nizame kwa undani, na shukuru wote ambao mnatazama hii kana mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa. Lakini kwa heshima na taadhima, na kwamba unapoendelea kutazama hii kana, tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapo chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama njia moja kutukabidhi like. Ikiwa hauja subscribe, na kuomba tukaweza kusubscribe kwa kubonyeza kitufe ambacho kimeandikwa subscribe ili kubadilishwa na kuandikiwa subscribed. Kando ya kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Kenya TV, maana utakuwa unapokeza notification information kwa Kenya TV ameweka kanda mpya ambayo inastahili kutazama. Without wasting your time, back to our analysis. Juzi chama cha ODM kupitia Gladys Wanga ambaye ni mwenyekiti wa chama hicho waliweza kutishia na kusema ya kwamba kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua na hata Mutahi Kahiga wasionekane katika nyumbani mwa Raila Odinga kuonyesha heshima ya mwisho, baada ya fununu kusambazwa katika mitandao kwamba Rigathi Gachagua anapanga kufika pale. Lakini tuliweza kushuhudia wazee kutoka jamii ya Kikuyu wakienda pale. Sasa baada ya kutangaza kwamba wasikanyage pale, familia ya Raila Odinga imeweza kuonyesha mgongo Gladys Wanga na kumuondoa kwa fikira zile ambazo alikuwa nazo. Naomba tumsikize Raila Odinga Junior ambaye ni mtoto wa mwenda zake Raila Odinga vile anazungumza, kisha baadaye nitarudi kuchanganua kwa kina, kwa sababu sauti yake ndiyo inaenda kuna msingi hasa kwa yale ambayo tunaenda kuzungumzia kwa kada hii. Tumsikize Raila Odinga Junior. Tumeshukuru sana nyinyi wazee wa kwenyu ile mmefika huko Bondo, na tunakaribisha watu wengine pia wote wakuje huko Bondo, wanaweza omba na sisi na kukuja kutembelea grave ya mzee. Umesikiza vile Raila Odinga Junior ameweza kunguruma. Amesema ya kwamba tunaalika watu wote kwa ujumla ili kukuja kuomboleza na sisi, haswa kufuatia kifo cha babake Raila Odinga Senior. Nataka tu underline the word kila mtu, kwa sababu ni yeye amesema hivyo. Ikumbuke kwamba Gladys Wanga yeye amekuwa ameweka mpaka kwa Rigathi Gachagua na wale ambao wana associate na Rigathi Gachagua. Ni kuonyesha vile Gladys Wanga alikuwa amesema yeye mwenyewe. Any person who associates with Gachagua, with Kahiga, with that lot can never ever be our friend, because the principle is the friend of your enemy is your enemy. Any person who associates with Gachagua, Kahiga, they cannot be our friends. Don't step in Bondo. Don't step in Bondo. We heard yesterday that Gachagua and his team were supposed to pay homage to the home of Raila Odinga. We urge Gachagua, never. Don't step in Bondo. Don't step in Bondo, as your statements are not very friendly to us as ODM. Lakini sasa Raila Odinga Junior amesema kila mtu anaalikwa, amekaribishwa nyumbani mwao kuomboleza pamoja. Kumaanisha familia ya Raila Odinga imemuonyesha mgongo na kumngoa Gladys Wanga kwa fikra zake na kumkimbiza, ili wao wenyewe ndio wanaumia moyoni, wao wenyewe ndio waliweza kupoteza mwenzao, wao wenyewe ndio wanaelewa uchungu, kwa sababu hata Waswahili walisema ya kwamba uchungu wa mwana aujuaye ni mzazi. Kwa hivyo wale ambao walipoteza mwenzao ambaye ni Raila Odinga Senior, wao ndio wanaelewa nyakati hizi ambazo wanazipitia ni ngumu,
wala sio Gladys Wanga na chama cha ODM. Now, I want to put this into perspective so that we can understand the context. Matamshi ama hii inamaanisha nini? Number one, Homa Bay Governor Gladys Wanga is not Raila Odinga's family spokesperson. Yaani Gladys Wanga sio msemaji katika familia ya Raila Odinga. Wakati yeye anaweka vizuizi, Raila Odinga Junior amekuja na kusema ya kwamba hiyo haiwezekani. Sisi kila mmoja anaalikwa kuomboleza na sisi. Kumaanisha aliyeweka mitego hiyo ya kunasa wala ambao wanaingia pale hawana nguvu, hawana nafasi ya kuwazuia, akiwemo Gladys Wanga katika nyumba ya babake Raila Odinga. Ndio maana amesema kila mtu anaalikwa kuja kuomboleza na sisi. Kumaanisha kile ambacho Gladys Wanga alichokisema hakina msingi, haswa kwa kuhusisha affairs za familia ya Raila Odinga. Number 2, inamaanisha nini? Raila's family disagrees with ODM. Familia ya Raila haijakubaliana vile na chama cha ODM. Wakati ODM inatoa vitisho kwa watu wengine, wao hawaungi mkono kwa sababu hayo ni mambo ya kisiasa na haya ni mambo ya kifamilia, haya ni mambo ya chama, haya ni mambo ya kifamilia, hayastahili kuhusishwa na hayawezi kukubaliana kwa sababu kila upande unatekeleza yao. Kumaanisha uamuzi wa familia ya Raila ni tofauti na uamuzi wa chama cha ODM. Lakini kwa kusema ukweli halisi wa mambo, anayetoa directions ni yule ambaye alipatwa na shida, ambaye sio mwingine ila tu ni familia ya Raila Odinga. Hii inamaanisha huenda Gladys Wanga sasa, huenda chama cha ODM kinyamaze, kitulie, kwa sababu familia, they have distanced themselves from ODM's sentiments that they made against DCP party leader Rigathi Gachagua. Wao wamejiondoa kwa matamshi ya chama cha ODM na wao wanafanya yao. Huenda sasa Gladys Wanga na chama cha ODM watulie, washuhudie ni kipi ambacho kinaendelea. What do you think? Je, unakubaliana na Raila Odinga Junior kila mmoja anakubaliwa kufika nyumbani mwao kuomboleza nao, wala sio kufuata matamshi ya chama cha ODM? Tadidikia katika sehemu ya maoni. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. If you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider subscribing by smashing the subscribe button that is down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell so that the moment we produce a new video clip on this YouTube channel, you'll be notified automatically that Omo Kenya TV has uploaded the video clip to watch. Remember to share our content, also have WhatsApp groups and even on Facebook. That is the only way we can continue building this channel of ours, Omo Kenya TV. Be blessed by our supreme being, whole loves and heaven. Let's meet in the next video.